بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 من شهر الله المحرم mwaka wa 1444 katika silsila ya durus za qasasul anbiya tuendelea kumzungumzia Musa alayhi salatu wassalam. Na tulikuwa tukieleza katika vikao vilivyopita inad aliyokuwa akifanya Firaun dhidi ya haki aliyokuja nayo Musa alayhi salatu wassalam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na alipozidiwa na hoja na Musa akawa aendelea kuwalingania watu wake na kuelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tulitaja kuwa Firaun kulikuwa na watu nyuma yake wakimsukuma na kumuhimiza katika kuadhibu bani Israili. Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza hilo sema: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. كتب قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك. wakasema waheshimiwa katika watu wa Firaun, wale watu walio karibu na Firaun, unamwacha Musa na watu wake walete uharibifu katika ardhi na kuache wewe na miungu yako. Kwa qiraa hiki ilikuwa Firaun alikuwa bado ana miungu anaoiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na qiraa tulieleza wa kuache wewe na uungu wako, sababu amedai uungu aliposema ana rabbukumul a'la. Firaun alipoambiwa maneno hayo, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Akasema tutawaua watoto wa kiume katika wao na tutawaacha hai wanawake wao, na bila shaka sisi ni wenye nguvu juu yao. Tutatumia nguvu zetu katika kuwaadhibu watu wa Musa. Na hii amri ya kuwaua watoto wa kiume na kuacha watoto wa kike hapa ni kwa mara ya pili. So, kabla ya kuzaliwa kwa Musa amri hii aliitoa Firaun. Tulieleza kuwa wataja wanaovioni wa tarehe kuwa Firaun aliota ndoto, akafasiriwa ile ndoto na makuhani wake kuwa maana yake kutazaliwa mtoto katika hawa banu Israili atakuwa ni sababu ya ufalme wako kuanguka. Akaingiwa na hofu sana, ikawa kila anayezaliwa katika watoto wa kiume ametoa amri au wawe asibakishwe hai, ili azuie asizaliwe yule mtoto ambaye atakuwa ni sababu ya kuanguka ufalme wake. Mpaka mwisho kufuatwa na watu wake kuwa sasa ikiwa tutawaua watoto wa kiume wote na hawa ndio wafanyikazi wetu, ndio watumwa wetu, kisha nani atakayefanya kazi?
akatoa amri mwaka mmoja wauawe, mwaka mmoja wabakishwe, na haya tuliyozungumza huko nyuma. Na Musa alayhi salam akazaliwa ule mwaka wa kuua watoto wa kiume. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lake hakuna anayeweza kulizuia. Azaliwe katika ule mwaka wa kuchinjwa watoto, kisha aleleke katika nyumba ya Firaun. Yani huyu namlea katika nyumba yako wewe, tena utamchunga mpaka awe mkubwa, aishi katika nyumba ya mfalme kama mmoja wao, na ile heshima anayopewa ni kama ni mtoto wao. Kwa hiyo alitoa amri huko nyuma, na sasa hivi ili tunazungumza ni amri ya pili. Kawa ametoa amri wauawe watoto wa kiume na waachiliwe hai watoto wa kike. Musa alayhi salam kusikia amri hiyo akasema, qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Musa akawaambia watu wake kwamba ombeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mfanye subra kwa haya maudhiko mnayoyapata kwa Firaun. Kisha akawaahidi mwisho mwema na kuwa mambo yatabadilika. Akawaambia, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lilmuttaqin. Hakika hii ardhi ni yake Allah, na yeye humrithisha anayemtaka katika waja wake, na siku zote mwisho mwema kwa wacha Mungu. Watu wa Musa walipomsikia Musa akiwaambia maneno haya, na mpaka leo haya yako, ukiwaambia watu wafanye subra na hali ngumu wanazipata kwa viongozi wao, majawabu yao yamefanana na Banu Israili walimwambia Musa. Musa awaambia, ista'inu billahi wasbiru, fanyeni subra, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakamwambia Musa, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, tumeudhiwa kabla haujatufikia hapa na baada ya wewe kutujia pia. Tunaona hakuna tofauti, madhila ni yale yale. Wewe umekuja hapa, tunaona labda tutapata nusra, hali ni ile ile ya udhalilifu, hakuna mabadiliko yote. Musa alayhi salatu wassalam akawarudia tena na kuambia, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Akawapa bishara, hakika Mola wenu atamwangamiza adui wenu na kufanyeni nyinyi ndio wakufuatia katika kuishika nchi, ili atazame mtakavyotenda. Hapa sasa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza yale mambo yaliyowapata Firaun na jamaa zake. Maonyo mingi yaliwajia, lakini wakafanya kibri na kubakia katika kufuru yao. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فرعون alipozidi kuwatesa Banu Israili, kuwadhalilisha na kuwaua watoto wao wa kiume na kuwaacha hai watoto wa kike, Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuwateremshia ayat, miujiza kabisa, ndani yake ni maonyo kwa wao na adhabu. Na hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun kwa miaka mingi ya ukame na kwa upungufu wa mazao, ili wapate kukumbuka na kurudi nyuma. walaqad akhadhna ala Firaun, alhamdulillah,
ay ikhtabarnahum tumewaonja na kuwapa mtihani watu wa Firaun bisinin kwa miaka ya ukame na njaa Allah subhanahu wa ta'ala akawapiga na bala njaa bisababi qillati az-zuru' ikawa mazao na mimea ni michache sana kwao wanaqsu min ath-thamarat na hii ni chini ya ukame kadhalika wakaonjwa na pungufu wa matunda يقول رجاء ابن حيوة رحمه الله المفسرين وسمى كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة mtende mzima ulikuwa hautoi isipokuwa tende moja tu wasubiri mtende ule uzae watoa tende moja pekee yake haya yote Allah ayafanya la'allahum yadhakkarun ili wapate kukumbuka na kurudi nyuma fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi likiwafikia jema wasema haya ni haki yetu yani bimaana Allah akiwaondolea haya tuona hapa walikuwa wakimfuata Musa wakimwambia tuombee Allah tuondolee haya tutakuamini tutakufuata Allah akiwaondolea wakapata mazuri wasema lana hadhi hii ni haki yetu sisi twastahiki kupewa hivi tulivyopewa qalu lana hadhi ay hadha lana bima nastahiqu wa in tusibhum sayi'atun ay jadbun wa qahtun na wakipatwa na kufikiwa na maovu kama ukame uliowapata yatayaru bi Musa wa man ma'ahu ay hadha bisababi Musa ومن معه وما جاءوا به na wakipatwa na mtihani wasema hii yote ni nani ni Musa ndio sababu na jamaa zake na wale waliokuja naye kabla hawajaja na mambo yao tulikuwa tukiishi vizuri subhanallah ma ashbaha al-layla bil-bariha angalia usiku wa leo unavyofanana na ule wa jana leo pia watu wa batil ni hivi hivi utawasikia wakizungumza tulivyokuwa kabla ilikuwa mambo mazuri walivyokuja tu hawa na sunna zao hawa mambo yakaharibika yanaharibika vipi kwa sababu sunna ilivyokuja mlikataa nyinyi kabla ya hapo mlikuwa hamjui kwa hampatilizi kwa sababu hamjui lakini baada ya kuijua haki ukaikataa Allah subhanahu wa ta'ala akupatiliza kabisa wa masala si kuwa sababu ni wale watu wa haki walipokuja na ile haki ni kuwa wewe ile haki ilipokujilia uliifuata kwa ikawa watu wa Firaun wakiwasingizia watu wa Musa wakipatwa na zuri ili niletu ovu Musa na walio pamoja naye ni wakorofi hao jamaa wakorofi nuksi wasema sio yote wao hawa Allah subhanahu wa ta'ala asema ala inma ta'iruhum 'inda Allah ay masaibuhum 'inda Allah hii misiba yote inawapata yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayewadhibu nayo walakinna aktharahum la ya'lamun kisha kwa jeuri za watu wa Firaun wakasema hivi waqalu مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين kisha wakisema hata ukituletea muujiza wote unaofikiria kutuletea wewe ili kutaka kutuzuga hapa na kutufanyia uchawi hapa jua kitu kimoja hatutokuamini hata ukafanya nini wakafunga milango ya imani wakajifungia wenyewe vile utakavyokuja wewe Musa njoo na fimbo weka igeuke nyoka fanya hivi fanya vile hatukuamini utakavyofanya kwa hivyo kama kusema usijisumbue wewe wafanya kazi bure hatutaki hiyo haki iliyokuja nayo baki nayo
Allah subhanahu wa ta'ala baada ya wao kusema maneno ya kijeuri kama haya asema fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Allah subhanahu wa ta'ala sema basi tukawapelekea tufan. Na tufan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akieleza nini akisema kathratul amtar almughriqa almutrifatu lizuru'i wathimar, ni mvua nyingi ambayo yasababisha kuangamiza mimea. Kuna mvua ikaja ikawa ni rehma, mimea ikatoka, lakini ikipita kiasi ile mvua ikawa itaharibu ile mimea. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea mvua nyingi mpaka ikawa ni sababu ya kuharibu mimea yao. Na Ibn Abbas akatafsiri tena pia maana tufan huwa kathratul maut, yani walikufa kwa wingi watu wa Firaun. Na Mujahid asema almau wat-ta'un ala kulli hal, maji yakiwa mengi na ta'un yale maradhi yanaozuka yakaua watu kwa wingi, yote yaingia katika tufan. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada, na tukawatumia na nzige. Aljaradu maarufu, mwajua nzige wale wanaovamia mashamba kwa wingi kisha wakala yale mimea. Wa huwa makulun, na nzige yule huliwa, ni halali kumla, kama ilivyothubutu katika sahihain عن أبي يعفور قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. Sahaba walikuwa wakipigana wakienda vitani na Mtume sallam, sababu vita mara 7 tumekuwa na Mtume sallam, tulikuwa tukila nzige. Waliwa kama wewe huli ni wewe, lakini ni mtamu sana nzige. Kule Yaman wakati mmoja tuko kule, walikuja wakavamia Yaman mashamba kama kiwingu shekhi, mpaka kwa funga utafikiri kutanyesha mvua, vile ni wengi kweli kweli. Wakatembea Yemen, shamali Yemen, wakaja janubi Yemen. Walipofika Hadramut ikawa mwisho wao, ikageuzwa biashara. Kumbuka tukitoka usiku wawasha kama kitai chini ya mtu, kiwasha tu wote washuka vurukisha wazima, kisha wakota watia kwenye gunia polepole. Ukifika asubuhi za gunia yauzwa sokoni, wadiliwa hao. Yani kule kwingine ilikuwa ni nekma. Wakatangaza kwenye redio, watu wakawa wacheka, sema kote walikuwa wale jamaa wakiharibu. Walipofika Hadramut wakaharibiwa wao, wakaliwa kweli kweli shekhi. Alafu watamu, ushakula kamba, samaki wa kamba wale. Kamba wajua? Kama kamba. Kama ujala basi nakukaribishia ile ladha yake. Usishtuke bintai, ndio hiyo. Watamu sana. Lakini omba usio wamevamia 40 kisha ukala, itakuwa ndawa sasa kama tembe ya Panadoli. Kwa sababu yule nzige ladha yake ni kulingana na kile kilichoko ndani ya mwili wake alichokula. Sasa kule alikuwa kila tende, ile mitende ile waivamia, basi ukimpata chini ya mtende yeye mtamu sana. Bana mnikumbusha mbali, acha tuendelee hapa. Wal jarada, lakini waharibifu sana. Waharibifu wakishuka kwenye shamba, wape nusu saa sali moja tu, wakiondoka pale salamu alaykum, shamba kusha, wamekula kila kitu, hawabakishi kitu. Kisha subhanallah, wakishamaliza tu ghafla uruka hao, wakaenda kwenye pale mtu mwingine, shamba lingine, washuka. Wafikiri waweza kuwazuia? Ni wengi sana, wakisafiri wasafiri kwa wingi.
sasa watu wa Firaun waliletewa hawa nzige kama adhabu. Ni katika jeshi Allah subhanahu wa ta'ala hulituma, akawatumia ikawa la watesa sana. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. مجاهد aeleza kitu cha ajabu sana rahmatullahi alayhi, asema hawa nzige walikuwa nzige wa ajabu. kana taakulu masamira abwabihim wa tad'u al-khashab. nzige hawa Firaun tofauti. nzige sisi tufahamu kuwa wala miti sio peke yake, hao walikuwa wakila mpaka misumari ya milango ya nyumba zao, kisha wakiwaachia yale mabao wenyewe. Kwa hiyo wana mlango huo waanguka mzima, lakini chuma zote zimekwenda. Kama kuna msumari pale yote yenda, unaona mlango funguka tu hivi chini. Nini? nzige. Ukiingia ndani ya nyumba nzige wamejaa, ukienda shambani wamejaa. Ikawa dhiki kwa watu wa Firaun, dhiki kubwa sana. Ile dhiki ilipowazidia wakarudi kwa Musa alayhi salatu wassalam, faqalu li Musa ud'u lana rabbaka yakshif 'anna al-matar. mwanzo tufan, muombe Mola wako Allah atuondolee ile mvua imeharibu mimea. fanu'minu laka wa nursilu ma'aka bani Israil, tutakuamini sisi na tutakupa bani Israili uende nao. So Musa alikuwa akiwaambia, ikiwa hamtaki nyinyi kuifuata haki, nipeni bani Israili niondoke. Kamwambia tutakupa uende nao. fadaa rabbahu fakashafa anhu. Musa akamwomba Allah akaondolea ile mvua. falam yu'minu wa lam yursilu ma'ahu bani Israil, hawakumwamini wala hawakumtumia naye bani Israila ende nao. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani mwingine, kwa sababu ilivyoondoka tufan ile mimea ikamea, wakapata mazao, wakafanya kibri. Sasa hivi tunao mimea. Kwa hivyo wakamkanusha Musa alayhi salatu wassalam. Ndio Allah akatuma nini? Aljarada. So ile jarad ni kwa sababu si mna mazao mmejivunia nayo, haya na waletea hawa nzige wamalize kila kitu. Nzige wakaletwa wakala kila kitu. Nzige wala kweli wala hao maliza kila kitu. Wale nzige waliposaditishwa juu yao, wakaona athari yake, wakajua kuwa hapata bakia mmea hata mmoja. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. tuombee Allah tuondolee hawa nzige, wakiondoka tutakuamini na tutawatuma bani Israil uende nao, tutawaachilia. fadaa rabbahu fakashafa anhum aljarada falam yu'minu. Musa kamwomba Allah akawaondolea nzige, hawakuamini. walam yursilu ma'ahu bani Israil, wala hakupewa bani Israila ondoke nao. Kwa hivyo wakaendelea katika hali kama ile. Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia al-qummal, faarsalna alayhim at-tufana wal-jarada wal-qummal. sasa wakatumiwa chawa wajua, nguo zimejaa chawa. Pale unapolala una chawa tu wazuka, wafinya kweli kweli. Kichwani wamejaa chawa, nguo zimejaa chawa, ukifungua kabati chawa, ukifungua ikawa wamejaziwa chawa. Kama yani subhanallah, sijui niseme vipi, kama vile wale nzige walivyovamia, sasa wamvamiwa na chawa kwenye majumba yao. Wafinya tu wale chawa, hawana raha kulala wala kupumzika. Wakaja kwa Musa alayhi salatu wassalam, ya Musa ud'u lana rabbaka yakshifu 'anna al-qummal fanu'minu laka wa nursilu ma'aka bani Israil.
tuombee bwana, ukiondoa hawa chawa sisi tutakuamini tena, tutakutuma bani Israili uende nao. Fadaa rabbahu, Musa kamuomba Allah, fakashafa anhum faabaw an yursilu ma'ahu bani Israil, la kumwamini wa kumwamini wala bani Israil hawakuachiliwa huru, wakabaki nao. Allah subhanahu wa ta'ala hili amelizungumza katika sura kadhaa, namna walivyokuwa kimwahidi Musa na wakivunja ahadi. وقالوا يا أيها الساحر، tena walikuwa kuna maneno ya kejeli. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، ewe mchawi, kumwita Musa, tuombee Mola wako kile alichokuahidi kwa atatuondolea hii adhabu, ukiwa utamuomba basi muombe. Wakamwahidi Musa alayhi salatu wassalam kuwa wakiondolewa ile adhabu waliokuwa nayo, la nu'minanna laka, tutakuamini, hakika sisi tutakuamini, wala nursilanna ma'aka bani Israil, kisha tukupe bani Israil uondoke nao. Chawa hao wakaondolewa, wakakanusha. Firaun baada ya kuondolewa wale chawa mikaa, fabainama huwa jalisun, na Musa alayhi salatu wassalam yuko pale, nishawafanyia hilo jambo, mbona nipeni bani Israil. Mwanzo hakumwamini, kisha akafanya jeuri na kumwambia pia bani Israil hatukuachii uende nao. Katika hali ya mazungumzo, idh sami'a naqiqa dhifda, mara akasikia sauti ya chura yule ile krr, so hiyo sauti yao ile, ghafla sauti, kumbe ndo kwanza kutumwa chura sasa baada ya chawa. Firaun akaambiwa na Musa, ma talqa anta wa qaumuka min hadha, faqala wa ma asa an yakuna kaidun hadha, fama amsaw hatta kana ar-rajul yajlisu ila dhaqnihi fi adh-dhafadi'i ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه. Musa amuonya Firaun, waona wasikia sauti hiyo chura, wewe utakutufanyia mipango hapa na vitimbi. Hakukufika jioni siku hiyo, chura wamejaa, mpaka mtu akitaka kuzungumza kifungua mdomo chura mrukia kwenye mdomo wake. Ukifungua chombo chako cha chakula wataka kula hivi, chura watoka. Mtihani chura kila mahali, kwenye vitanda vyao chura. Alafu sasa wale chura na sauti sasa, unajua kuna kule kukurukia ile, wasikia kitu kimekurukia hivi alafu waudhi. Huku chini ya kitanda wewe kwa mfano na kama chura 10 wafanya kororo, wewe wasikiaje? Kuna salama hapo. Jamaa wakaudhika sana, wakapata shida sana. Faqalu li Musa ud'u lana rabbaka yakshifu 'anna hadhihi adh-dhafadi' fanu'minu laka wa nursilu ma'aka bani Israil, muombe Allah atuondolee hawa chura salala, hakuna raha tena bwana, chura kila mahali, sisi tutakuamini na tena tutakupa bani Israili uende nao. Tena kila wakiahidi ahadi, wakiondolewa idhahum yankuthun, wavunja ile ahadi walioahidi. Fadaa rabbahu fakashafa anhum falam yu'minu, akamuomba Allah akaondolea wale chura wasiamini. Jeuri Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala sema waddama, sasa wakafanyiwa adhabu ya damu. فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما. wenda kuteka maji kisimani au kwenye mto River Nile, wateke maji kokote, wakirudi nyumbani wakifungua chombo wapata damu, si maji. Na hili la upata watu wa Firauni tu, Banu Israili wao wako kama kawaida tu, kiteka maji ano maji, akiteka mtu wa Firauni yale maji yageuka damu. Wadama,
ikawa maisha yao yamekuwa magumu sana mpaka wakaenda kwa Firaun fashakau ila Firaun faqalu inna qad ibtulina bid-dami wa laysa lana sharabun tuna mtihani sisi kila maji tunayoshika damu hatuna maji ya kunwa tunayaona ni maji yale pale ukiteka hivi damu hakuna maji ya kunwa au utafanyaje ufikiri damu inaweza kuwa maji hata ukawa Masai hapo kusaidia chochote hakuna almuhim aslan haram kunwa damu katika dini yetu Allah ameharamisha lakini ile damu haiwezi kugeuka ikafanya kazi ya maji hata siku moja haiwezekani wajamaa hawa walipokuja kumshtakia Firaun faqala innahu qad saharakum huyo Musa amewafanyia uchawi tu nyinyi muona damu kumbe si damu amewafanyia uchawi tu wakamwambia Firaun min aina saharana antufanyia uchawi vipi wewe na tukifungua vyombo vyetu wajadnahu daman tupata vyombo vyetu vina damu kikweli shika angalia funga hivi damu فأتوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل hivi ndio ilikuwa hali kila wanapopatikana na mtihani humfuata Musa alayhi salatu wasalam wakamtaka Musa alayhi salatu wasalam awaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salatu wasalam awaombea kusema washahidi wataamini na kumpa banu Israili akiwaondolea ile adhabu Allah subhanahu wa ta'ala warudi kule kule wamkufuru Musa wala hawaachi bani Israili chura nani utumiwa wanaoviona sema فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية لما chura wale walikuwa wamejaa kwenye majumba mpaka kwenye vyombo vyao kwenye chakula chao fala yakshifu ahadun thawban wala ta'aman illa wajada fihi الضفادع قد غلبت عليه akifungua nguo tu chura hilo fungua chombo chake atakakula pengine amfunika ni chakula chake yotaka kula baadaye akifungua hivi chura shamaliza kila kitu mitihani haya yote walioyapata hawakuamini Allah subhanahu wa ta'ala sema fastakbaru wa kanu qauman mujrimin nao wakazidi kupanda kiburi na wakawa watu wakosefu walamma waqa alaihim arrijzu na pindi ilipoangukia adhabu قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ewe Musa tuombee kwa Mola wako kwa aliyokuahidi ukituondolea adhabu hii bila shaka tutakuamini na tutawaachilia wana wa Israeli uende na wao falamma kashafna anhum arrijza lakini pindi tulipoondolea adhabu ila ajalin hum balighu mpaka muda fulani wao waufikie idha hum yankuthun mara wavunja ahadi yao kila wakiondolewa adhabu hao utawapata ni wenye kumkufuru Musa alayhi salatu wassalam na wala hawamuamini na hawamwachii banu Israili akaondoka na wao Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf baada ya kueleza hayo moja kwa moja akazungumzia jambo la kuadhibu watu wa Firaun na hii ni sunna ni mwenendo Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka katika huu ulimwengu na ndio maana Quraysh walimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam awafanyie miujiza mingi sana wakamwambia waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a hatukuamini sisi ewe Muhammad
mpaka utoe chemchemu hivi kutoka katika nini ardhi. Wakampa na mingine, au yakuna laka baitun min zukhrufin, wena nyumba ya dhahabu, au tarqa fi samaa, panda juu mbinguni tukuone sisi kama wewe kweli ni mtume, tukuona wapanda hivi mbinguni. Kisha akamwambia hivi, wala nu'mina lirqika, na usifikiri tutaamini, yani ukiwa wapanda usifikiri tutakuamini, hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu, utoke huko juu uteremke na kitabu kizima tusome sisi. Yani wakawa watu wataka mambo ya ajabu ajabu. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, kwani mimi ni nani? Mimi ni mwanadamu kama nyinyi, lakini ni mtume wa Allah. Hayo yote mimi siyawezi mpaka atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika sura hii, suratul Isra, kazungumzia wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun, hakuna kilichotuzuia sisi kuwafikishia hawa makuraish kitu wanachokitaka katika miujiza, isipokuwa tushaona umma kabla yao wengi walikadhibisha baada ya kuomba ile miujiza. Walitaka mitume wao wafanye miujiza, Allah subhanahu wa ta'ala akawezesha lile jambo likawa. Walipoona ule muujiza hawakuamini, wakakadhibisha. Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha makuraish kwa mfano ambao uko karibu sana na wao. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها, mkumbuka nyinyi watu wa Thamud, watu wa Salih, walitaka mtume wao awatolee ngamia, tena awe ngamia ana mimba kutoka katika jiwe, kisha azae waone na macho yao. Wakapewa sharti dogo tu, laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum, huyu ngamia itakuwa siku moja katika kisima, yeye peke yake ndio ana maji, na siku ile yeye ana maji, nyinyi mtakuwa mna maziwa yake, yatawatosha nyote, na siku ya pili nyinyi mtatumia maji. Sasa kama wewe unataka maji siku ya pili utafanya nini? Si uteke maji uweke nyumbani kwako? fa'aqaru an-naqa wa'atu an amri rabbihim wa qalu ya salih utina bima ta'iduna. Yule ngamia wakamchinja, wakamkatakata, wakavunja amri ya Mola wao kwa kibri. Kisha wakamwambia Saleh, haya lete adhabu kama wewe kweli mtume, lete. Fadhalamu biha. Allah subhanahu wa ta'ala akitumiliza muujiza, kinachofuata nini? Ni adhabu. Na ndio maana pia watu wa Isa walipomwambia anzil alaina, الحواريون walipomwambia عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله, yuwaweza wewe uliza hivyo, yuwaweza Mola wako, yani Allah yuwaweza kushukisha meza ya chakula kutoka juu mbinguni ikaja hapa tukala sisi? Watu wataka vitu vya ajabu ajabu jamaa. Yani watu wakae wafikirie kuletea meza ya chakula hapa, waonaje yuwaweza Mola wako kuleta meza ya chakula kutoka juu ikawekwa hapa tukala sisi? Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin, maneno gani mzuri? Mcheni Allah kama nyinyi kweli ni muumini. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin, tutaka tule bwana katika meza kama ile ya chakula na nyoyo zetu zipate utulivu kuwa kweli wewe ni mtume wa Allah. Tushuhudie muujiza kama na Isa kweli. Akamwomba Allah, sikiliza hapo sasa. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrur raziqin. Jawabu kanini? Qala Allah inni munazziluha alaykum, lakini faman yakfur ba'du minkum, mimi nitaishukisha hiyo meza, lakini waambie hivi, atakaye kufuru baada ya mimi kufanya huo muujiza, la u'adhibannahu 'adhaban, nitamuadhibu adhabu la u'adhibuhu ahadan min al'alamin,
adhabu ambayo sijamuadhibu yoyote katika ulimwengu, tateremsha adhabu hapo. Na ndio wanaoviona wakasema walipoambiwa hivyo walimwambia Isa, basi hakuna haja ya kuiteremsha ile Isa, ina haja kisha baada ya hapo je adhabu. Kwa Allah akiteremsha muujiza wakikanusha wale umma, kinachofuata nini? Ni adhabu. Na ndio maana makureish haya yote waliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafanyia. Kwa nini? Kwa sababu kitakachofuata itakuwa ni adhabu. Kwa mbora kwenu nyinyi muamini hivyo hivyo, na yatosheleza muujiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu kitakachobakia ila qiyam saa. Kwa hiyo ile miujiza waliyotaka yote yale, Allah sema ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun. Si nyinyi tu kabla yenu walikuja watu wakataka miujiza kama hii, walipoletewa wakaikadhibisha yote. Kisha akawapa mfano wa karibu. Kwa nini ametaja Thamud hapa? Hakutaja kaumu yoyote, kwa sababu Thamud walikuwa katika bara Arabu, na mpaka leo majumba yao waliochonga yale majabali yako mpaka leo hivi sasa tuzungumza Madainu Salih mpaka leo iko. Sasa wale makuraish walikuwa wakipita katika safari zao wakielekea Sham, Allah akawakumbusha wa ataina thamud an-naqata mubsiratan fadhalamu biha. Wamapita pale, basi wale ndio waadhibu kwa sababu ya kama hivi mnavyofanya nyinyi. Waliomba muujiza, walipopewa wakaukanusha na kumkanusha mtume wao, nikawaadhibu adhabu kali. Sasa hawa watu wa Firaun washaomba miujiza hayo, Musa akawafanyia fimbo wakaiona imegeuka nyoka, yakapita hayo nyuma. Na sasa hivi Allah akawaletea hili na hili na hili na hili, na bado wafanya nini? Kibri. Kwa kinachofuata tutakuja kuzungumza hapa namna gani aliangamizwa Firaun baada hayo yote kupita. Allah mjazum fantaqamna minhum. Kaifa intaqama minhum? Vipi alimuadhibu Allah Firaun? Hayo tutakuja kueleza insha Allah taala katika kikao kitakachofuata biidhnillah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.